Simulizi yetu inaanzia majira ya asubuhi kabisa saa 1 katika shule moja ya sekondari katika jiji maarufu tu hapa nchini Tanzania, ambapo wanaonekana walimu 4 wakiongozana mpaka ndani ya basi moja jeupe na kuketi kwenye siti za basi hilo, huku kwa mbali baadhi ya wanafunzi wakionekana kuwapungia tu mikono. Walimu pamoja na wanafunzi wachache ndani ya basi walikuwa na safari ya kuelekea katika msitu mmoja maarufu sana ambao unafahamika kama msitu wa Ikanga, ambao huu ulijulikana kutokana na miti shamba ambayo ilikuwa inatumika kutengenezea dawa mbalimbali. Kwa wanafunzi wa mchepuo wa sayansi pamoja na walimu walikuwa na ziara ya kwenda huko kwa ajili ya kujifunza zaidi tiba asilia kwa ajili ya kuja kujiandaa na mtihani ambao ulikuwa na wakabiri siku chache zijazo. Jamani, fanyeni sasa kufumba macho ili kusudi tuiombe safari yetu iwe na mafanikio. Tufike salama huko na turejea salama pia shuleni. Ilikuwa ni sauti ya mwalimu ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Faustin, ambapo ni kweli kabisa wanafunzi nao walifanya kama vile ambavyo mwalimu alikuwa amewaeleza. Hii safari ambayo mnajiandaa kwenda sio salama kabisa kwenu Kevin, na kwa hakika kabisa huko mnakifuata kifo chenu. Wakati mwanafunzi mmoja ambaye anaitwa Kevin akiendelea tu kufanya maombi wasafiri na kurejea salama, kuna sauti ya bibi kikongwe ambayo ilikuwa nasikika kwake na kumfanya mwanafunzi huyo kufumbua macho na kumtizama huyo mtu ambaye alikuwa anazungumza. Na ni kweli kabisa alishtuka, hasa mara baada ya kukutana na bibi kizee ambaye alikuwa katika siti ambayo muda sio mrefu alikuwa amekaa rafiki yake mmoja ambaye huyu anajulikana kwa jina la Salim. Wewe ni nani? Alikuwa anauliza pale swali Kevin kumwelekezea huyo mzee, japo ilikuwa ni kwa hofu kubwa sana, hasa kwa kujiuliza maswali kwamba huyo mtu alikuwa amefika vipi ile sehemu ghafla tu. Wakati Kevin anakumbuka vizuri kabisa kwamba hiyo siti ya pembeni yake alikuwa amekaa mwanafunzi mwenzake. Sasa huyu bibi kikongwe alikuwa amefika vipi pale? Wala hauna haja kabisa ya kunijua mjukuu wangu, lakini ni kama tu ambavyo nimesema kwamba huo msitu ambao mnajaribu kufuata kwenye ulimwengu haupo kabisa, na ni kama tu ambavyo nimezungumza hapo mwanzo kwamba huko ambako mnaelekea nyote mtakufa. Alikuwa anazungumza pale huyo bibi kizee maneno ambayo yalikuwa yanampatia hofu kubwa sana Kevin, na huko muda huo alikuwa anaonekana kuchukua kitu kama unga ambao walikuwa kwenye kifuko kimoja cheusi ambacho kilikuwa kwenye kanga yake na akampulizia Kevin usoni. Lakini ghafla Kevin akajikuta alikuwa anatoa macho, hasa mara baada ya kumwona rafiki yake Salim ndio alikuwa amekaa kwenye siti ambayo kikongwe yule alikuwa amekaa, kama tu ambavyo alikuwa amekaa mwanzo huyo Salim. Wewe Kevin, vipi tena, mbona unakuwa kama hivyo? Alikuwa anauliza pale swali Salim, hasa mara baada ya kumwona rafiki yake Kevin alikuwa anamshangaa na kumkodorea macho namna kama ile. Hapo Kevin alionekana alikuwa anashusha pumzi nzito kwa kutoamini hiki ambacho kilikuwa kimemtokea. Kwani tumeshaanza safari tayari au? Alikuwa anauliza pale swali Kevin, na huku alikuwa anamtazama tu rafiki yake huyo Salim. Ya, tumeshaanza tayari, kwani huo ni mwendo ambao tunatembea kabisa ndani ya basi ama? Alikuwa anajibu pale Salim, na huku alikuwa anatazama dirishani kama kumjibu swali Kevin. Lakini hapo mapigo ya moyo yalikuwa yanazidi kumwenda mbio sasa Kevin, hasa mara baada ya kumwona yule bibi ambaye alikuwa amemtokea muda mchache uliopita akiwa pembezoni mwa barabara, na muda huo alikuwa anaonekana kuwapungia tu mikono kama vile alikuwa anawaaga ama kuwatakia safari njema. Salim, unamwona huyu bibi? Alikuwa anauliza pale swali Kevin kumwelekezea Salim, na huku alikuwa anamtazama na kisha aligeuza macho dirishani. Lakini muda huu yule bibi alikuwa ameshatoweka kabisa na kumfanya sasa Salim kuhangaika kutizama ni nani ambaye rafiki yake Kevin alikuwa anajaribu kumwonyesha. Kevin, kwani kuna kitu gani? Mbona mimi nakuwa sikuelewi? Kuna kitu gani Kevin? Alikuwa anauliza pale swali Salim, na huku alikuwa anamtazama Kevin kwa udadisi. Ama pengine ndio kusema kwamba nitakuwa naota? Alikuwa anajiuliza pale swali Kevin, na huku alikuwa anazidi kushusha pumzi nzito
na kisha alimtazama tu huyo rafiki yake Salim. Aisee, ni kweli kabisa nahisi nilikuwa naota kaka. Japo sina uhakika ni ndoto ya namna gani ambayo nilikuwa naota, lakini naona kabisa kwamba nilikuwa naota. Alikuwa anazungumza pale Kevin na kukaa kimya kidogo, na huku alikuwa anamtazama rafiki yake huyo ambaye naye alikuwa anamtazama tu Kevin. Umeota kitu gani sasa Kevin? Mbona sasa usemi? Nimeota hapo ulipokuwa umekaa wewe, alikuwa amekaa bibi mmoja kikongwe kabisa, na alikuwa ananiambia maneno ya ajabu sana kusema kweli. Alikuwa anazungumza pale Kevin na kisha alinyamaza kwa muda. Mara baada ya sekunde chache za kutulia, aliendelea kuzungumza. Huyo bibi nimemsikia akisema kwamba huo msitu ambao tunaofuata haupo kabisa duniani, na kwamba sote tunakufa huko ambako tunakwenda. Alikuwa anazungumza pale Kevin na huku alikuwa anajaribu kutizama kila upande wa basi hilo na kukutwa kwamba wanafunzi wote pamoja na walimu walikuwepo, japo kila mtu alikuwa anaonekana kuwa alikuwa anafanya mambo yake tu. Unasema kwamba umeota unaambiwa huku ambako tunakwenda kufa? Alikuwa anauliza pale swali Salim kwa kurudia kile ambacho Kevin alikuwa amezungumza. Ndiyo Salim, alikuwa anajibu pale Kevin, na hapo Kevin alishangaa kumwona rafiki yake Salim alikuwa anaanza kucheka. Sasa mbona unacheka kama hivyo Salim, ama unahisi mimi natania hicho ambacho nazungumza? Alikuwa anauliza pale swali Kevin, na huku alikuwa anamtazama tu huyo rafiki yake Salim. Hapana Kevin, sio kwamba nakucheka wewe, hapana. Lakini nafurahishwa tu na hizo ndoto zako za asubuhi. Na hapa nina mashaka labda jana hukulala vizuri nyumbani, na ndio sababu unaota asubuhi ndoto za ajabu kama hizo. Kwa cha kufanya muda kama huu, wewe jipumzishe tu basi. Tukishafika safari mimi nitakuamsha, sawa? Alikuwa anazungumza pale Salim. Na ni kweli kabisa hapo Kevin alikuwa anahisi pengine Salim alikuwa ndani ya mawazo yake. Maana ni kweli kabisa toka jana Kevin hakuwa amepata usingizi wa maana, na yote ilikuwa imetokana na kimuhemu wetu cha safari hii ya leo, hasa mara baada ya kutangaziwa jana na mwalimu wao mkuu kwamba leo watakuwa na ziara ya kwenda kwenye msitu maarufu wa Ikanga, msitu ambao walikuwa wamezoea kusoma tu kwenye vitabu. Itakuwa ni kweli kabisa huo ni uchovu. Alikuwa anazungumza pale Kevin, na huku sasa alikuwa anajiegemeza vizuri kabisa kwenye siti yake na kuanza kutafuta usingizi, hasa kutokana na kibaridi kile ambacho kilikuwa kinapiga madirishani, kilifanya ndani ya basi kupoa, kwa maana kwamba wanafunzi wengi walikuwa wanaonekana kujipumzisha, na huku kwa mbali muziki pia ulikuwa unaendelea kuimba kwa ajili ya kunogesha safari hiyo, na mwendo ulikuwa unazidi kupungua. Ndipo sasa dereva wa basi aliyefahamika kama Chinga alikuwa anaacha barabara ya rami na kuanza kuingia kwenye barabara ya vumbi, hali ambayo iliwafanya sasa wanafunzi pamoja na walimu kuzinduka kwenye usingizi, kwa maana kwamba njia hiyo ilikuwa inaonekana kuwa na mashimo mengi. Jamani, hivi huko ambako tunaelekea tunaweza kufika kwenye majira ya saa ngapi hivi? Hiyo ilikuwa ni sauti ya madam wa kike ambaye alikuwa anaitwa Mary akimwelekezea dereva Chinga, kutokana na kwamba walikuwa wameketi karibu. Ni kama masaa 4 hivi madam, kwa sababu ramani ndiyo inanieleza hapa. Alikuwa anazungumza pale Chinga, na huku alikuwa anatazama kwenye skrini ndogo ambayo ilikuwa mbele ya dashboard ya basi hilo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hata wewe hujawahi kabisa kufika huku ama? Alikuwa anauliza pale tena swali madam Mary. Hapana madam, mimi sijawahi kabisa kufika huku. Hii ndio anaweza kusema kwamba ni mara yangu ya kwanza kabisa ndio anafika huku. Alikuwa anazungumza pale Chinga, lakini hapo ikasikika sauti kutoka nyuma. Alikuwa ni madam Eliza ambaye alikuwa anashangaa tu dirishani, hasa mara baada ya kuona watu kama watatu alikuwa ananitazama sana basi lao, na huku akionekana kama walikuwa nasikitika hivi ama walikuwa nawaonea huruma pengine. Jamani, hivi hawa watu mnawaelewa kweli? Alikuwa anazungumza pale tena huyu madamu Elisa na kufanya walimu wenzake na wao kutazama ule upande wa barabarani, na ni kweli kabisa na wao walikuwa na shangaa tu kuwaona watu hao
ambao walikuwa na washangaa vile vile, japo wao walikuwa wanaonyesha kuatilia huruma wote ambao walikuwa kwenye basi hilo. Itakuwa ni washamba tu jamani, wanashangaa gari. Si unajua tena huku porini kufika magari sio rahisi. Sauti ya mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Tausi ilisikika, ilikuwa anazungumza vile. Washamba gani sasa jamani mpaka wanalishangaa basi namna kama hiyo? Alikuwa anauliza pale swali mwanafunzi ambaye alikuwa anaitwa Neema, na kufanya wanafunzi wengine kuanza kucheka. Ni kama nimeshaanza kupata wasiwasi na hii safari jamani. Sauti ya chini ya mwanafunzi Asha ilisikika, alikuwa anamwelekezea vile Fatuma, ambapo hawa walikuwa wamekaa kwenye siti moja. Kwa nini unazungumza kama hivyo Asha? Alikuwa anauliza pale swali Fatuma, na huku alikuwa anamtazama huyo rafiki yake. Hebu tazama kwanza dirishani. Alikuwa anazungumza pale Asha na kumfanya sasa Fatuma kuangalia dirishani, na hapo alikutana na watu ambao walikuwa wanalishangaa sana hilo basi lao, huku baadhi yao walikuwa wanaweka na mikono juu ya vichwa vyao kumaanisha kwamba walikuwa wasikitikia vilivyo. Jamani, hata sijui hawa watu kuwa na shida gani? Mbona wanashangaa sana kama hivi? Alikuwa anazungumza pale Fatuma. Japo Tausi anasema kwamba ni ushamba wao tu, lakini kusema ukweli kabisa hii sio kawaida. Yaani watu wote kweli wafanane tabia kwa kushangaa kama hivi? Ni kwa nini kila mtu anaonyesha kutushangaa namna kama hii? Alikuwa anauliza pale swali Asha. Kusema ukweli kabisa mimi hata sijui rafiki yangu. Alikuwa anazungumza pale Fatuma na kumfanya sasa Asha kufunga pazia kabisa. Sasa mbona unafunga pazia na wakati bado unaangalia mandhari ya nje ya mji jamani? Alikuwa anazungumza pale Fatuma na kumfanya sasa Asha kufungua pazia hilo, lakini ghafla mara alionekana bundi akiwa anakuja kwa kasi na kujigonga kwenye kioo cha basi na kupelekea damu zake kutawala nje ya kioo hicho. Sauti ya Fatuma kupiga kelele za mshangao ilisikika na kufanya dereva wa basi kuminya breki za ghafla mpaka basi likasimama kabisa, huko macho yote alikuwa nyuma kutaka kujua kulikuwa na kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea. Haraka sana madamu wa kuitwa Eliza alisogea siti ambayo alikuwa ameketi Asha pamoja na Fatuma. Vipi tena jamani, kuna kitu gani? Mbona tunasikia makelele? Alikuwa anauliza pale swali madamu wa Eliza, na huku muda huo mwalimu mwingine wa kiume ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Sedekia naye alikuwa anasogea taratibu sehemu ile. Japo Asha pamoja na Fatuma hawakujibu kitu, maana majibu yalikuwa yanaonekana kwenye kioo, lakini kusema ukweli kabisa mioyo yao ilikuwa na wadunda tu hawa wanafunzi, hususan Fatuma, japo Asha ndiye ambaye alikuwa karibu kabisa na kioo kile. Na hizi damu dirishani ni damu za nini sasa jamani? Alikuwa anauliza pale swali mwalimu Sedekia. Hata mimi sifahamu, madamu Eliza na yeye alikuwa anajibu vile. Muda huo sasa Chinga, yani dereva wa basi, pamoja na baadhi ya wanafunzi walionekana walikuwa nashuka nje ya basi na kusogea mpaka usawa wa kioo ambacho kilikuwa na damu, ili kusudi kujua ni mnyama gani ambaye alikuwa amejigonga pale. Lakini hapo kila mtu alibaki alikuwa anashika tu kichwa, kwa maana kwamba chini kulikuwa kweupe kabisa na hakukuwa na dalili za kitu chochote ambacho kilikuwa kimepelekea damu kutapakaa namna kama ile. Jamani, hapana. Hii safari naona kabisa kwamba sio nzuri. Hebu fanyeni mwingie ndani ya basi haraka, tugeuze safari sasa hivi. Alikuwa anazungumza pale dereva, na huku sasa alikuwa anawasukumiza tu wanafunzi kuingia ndani ya basi lile, na haraka sana yeye alisogea mlango wa dereva na kufungua, na alizama ndani kabisa kwa ajili ya kugeuza gari. Na muhakikishe kwamba madirisha yote mnayafunga vizuri, ikiwezekana hata mapazia mfungeni kabisa. Alikuwa anazungumza pale dereva Chinga kwa kutumia kipaza sauti, na kila mtu hapo sasa roho zilikuwa zinaonekana kutamani kuchomoka tu, maana huku ambako alikuwa anakwenda waliona wazi kabisa kwamba hakuwa na usalama. Kwa sasa Chinga wanataka kusema kwamba tunagairi safari? Alikuwa anauliza pale swali mwalimu wa kike ambaye alikuwa anajulikana kama Mary.
Madam, inamaanisha kwamba haya yote ambayo tunashuhudia wewe huyaoni au? Alikuwa anauliza pale swali Chinga, na huku alikuwa anamtazama tu madam huyo. Hebu subiri kwanza jamani. Lakini mnafikiria kwamba tukirejea shuleni tutaenda kuzungumza kitu gani kwa mkuu wa shule, na ukizingatia kwamba hawa wanafunzi wana mitihani siku sio nyingi? Alikuwa anauliza pale swali mwalimu Faustini, na kuwafanya walimu wenzake kukaa kimya kidogo, na huku alikuwa anaonekana kufikiria jambo. Na hivi ni kwa nini tusitafute sehemu ambayo kuna miji ya watu angalau waweze kutueleza hata kidogo kuhusu huu msitu wa Ikanga? Maana unajua haitaingia kabisa akilini tukirejea mjini na kumweleza mkuu wa shule kwamba tumegairi safari kisa tu mambo ya kishirikina bila kuwa na ushahidi. Na mnajua kabisa kwamba hii ni kazi yetu. Kumbukeni kwamba sote sisi wanne tunatia doa kazi yetu ambayo tumeajiriwa. Alikuwa anazungumza baada madam Eliza kuwaelekezea walimu wenzake na kuwafanya wenzake wote kutulia kwa muda. Jamani, hiki ambacho anazungumza madam Eliza hapa yuko sahihi kabisa. Yaani hapa tunapaswa kujaribu hata kutafuta wenyeji ili kusudi wapate kutueleza, ama pengine tutakuwa tumekosea njia. Maana tunatembea kwa kutumia GPS location na hakuna ambaye alishawahi kuja huku hata siku moja. Alikuwa anazungumza pale mwalimu Sedekia, na wote sasa walikuwa wanaonekana kukubaliana na wazo hilo. Hapo sasa dereva Chinga yeye aliamua kutoa handbrake na kukanyaga mafuta, huku safari ilikuwa inazidi kusonga mbele, ambapo sasa kazi ilikuwa ni kutafuta mji wowote wale ambao wangejaribu kuulizia huku ambako alikuwa anakwenda palikuwaje, ama hata huo mtaa ambao alikuwa amefika ulikuwa unaitwaje. Maana kila pale ambapo alikuwa anajaribu kutafuta kwenye simu zao walishia kuambiria patupu, kuashiria kwamba hiyo sehemu haikuwa inafahamika kabisa kwenye ramani. Kijana Kevin yeye muda huo alikuwa anaonekana ametulia tu, huku mawazo mengi alikuwa anaonekana kumtawala kichwani. Japo kwa wakati huo ilikuwa ni afadhali, maana sasa maluelue kila mtu alikuwa anayaona. Kwa hivyo alikuwa anajua safari hii wote walikuwa sawa katika vimbwanga kama hivyo ambavyo yeye ndio alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuviona. Lakini sasa jamani, ni kwa nini hao watu wanaonekana kutushangaa kiasi kama hiki huko nje? Alikuwa anauliza pale swali Madam Mary, na kufanya walimu wenzake waliokuwa kwenye siti zao wachungulia madirishani. Ndipo sasa walipoona watu kama 7 walikuwa pembezoni mwa barabara, na huku walikuwa na watazama tu. Na kusema ukweli kabisa msikilizaji, ilikuwa natisha kwa namna vile ambavyo wale watu walikuwa natazama. Maana hawakuwa wanaonyesha kabisa dalili za kuwa pengine walikuwa na kazi za kufanya. Maana kila pale ambapo walikuwa naliona basi wao walikuwa nalitazama tu. Na kitu ambacho kilikuwa kinawashangaza zaidi ni kwamba kila mtu ambaye walikuwa napishana naye barabarani alikuwa anafanya hivyo hivyo, ni kama vile wote walikuwa miabizana. Kusema ukweli kabisa, Mungu atusaidie jamani. Alikuwa anazungumza pale mwalimu Faustini, na huku alikuwa anafunika pazia kabisa. Maana sasa hali ilikuwa haieleweki huko nje. Hawakujua kabisa wale walikuwa ni watu ama walikuwa ni mazombi. Maana wale walikuwa wanaonekana kwamba ni watu sio watu, mazombe sio mazombi, misukule sio misukule. Yani ilikuwa na mauzauza matupu. Hatimaye majira ya mchana wa saa 7, mara baada ya kutembea umbali mrefu, hapo kila mtu alibaki alikuwa amechoka tu. Maana muda huo hawakuwa wamepishana na mji wote ule, ama hata kijumba hata kimoja kusema kwamba wataenda kuulizia pale. Zaidi walikuwa wanapishana na watu tu barabarani. Hali ile ilikuwa inazidi kuwapatia hofu zaidi, kwa maana kwamba kama hakukuwa na nyumba hata moja, hawa watu ambao walikuwa wamesimama barabarani walikuwa wanatokea wapi, ama walikuwa naishi wapi? Hilo lilikuwa ni swali ambalo kila mtu alikuwa anawaza kwa hofu kubwa sana. Jamani, hapana, mbele naona kuna wazi mkubwa. Nikifika pale mimi nageuza gari ili kusudi turejee tena mjini. Kama ni mkuu wa shule atajua yeye mwenyewe, maana kila mtu anajionea hali halisi jinsi ilivyo huko. Dereva wa basi ambaye anaitwa Chinga alikuwa anazungumza pale kupitia maiki ambayo iliwafanya wote mle ndani kusikia vizuri kabisa kile ambacho alikuwa amezungumza. Ni kweli kabisa kama ambavyo unazungumza Chinga, fanya hivyo. Maana hii safari naona kabisa kwamba ni kama tumepanda mtumbwi wa vibwengo.
Alikuwa anazungumza vile Madam Mary, na ni kweli kabisa Chinga mara baada ya kufika kwenye eneo ambalo kulikuwa na wazi, aliamua kupunguza spidi ya basi na kisha aligeuza gari ambalo lilikuwa linaonekana kutawaliwa na vumbi sana kwenye bodi yake na kufanya hata jina la shule kutosomeka kabisa kwenye basi hilo. Haya jamani wanafunzi, vitafunwa hivyo pamoja na juisi. Alikuwa anazungumza vile Madam Eliza, ambaye huyu alianza kupitisha kila siti vinywaji pamoja na vitafunwa. Lakini sasa ghafla macho yalionekana kumtoka, hasa mara baada ya kuona kupitia kioo cha basi cha nyuma kuna mtoto alikuwa katikati ya barabara, na huku alikuwa anacheka na kuchezesha mikono yake. Hapo madamu huyu akajikuta alikuwa anaangusha furushi la vinywaji pamoja na vitafunwa ambavyo alikuwa ameshikilia, na huku alikuwa anasogea karibu kabisa na kioo hicho cha gari kwa ajili ya kufunga pazia. Muda huo wanafunzi na tukio hili la mwalimu kwa vile waliweza kuliona na walibaki tu alikuwa anamtazama, ambapo muda huo alirejea mbele ambapo alikuwepo walimu wenzie. Jamani, hii sehemu sio salama kabisa. Alikuwa anazungumza vile Madam Eliza, na huku alikuwa anaonekana kubonyeza simu yake. Vipi tena madam, kwani kuna kitu gani ambacho umeona mpaka unazungumza kama hivyo? Alikuwa anauliza pale swali mwalimu Sedekia, na kufanya Madam Eliza kugeuka nyuma kwenye kioo cha gari na kisha kuwageukia walimu wenzake. Nimeona kuna kitoto kidogo katikati ya barabara, na hakikuwa mbali kabisa na basi, manake ni kwamba pengine tu likigonga. Lakini sasa nashindwa kabisa kuelewa inakuwaje kiko hai kama vile. Maana ni ngumu sana kitoto kama kile kusogea mpaka usawa wa basi letu, ukizikatia kwamba tulikuwa na mwendo mkali sana jamani. Alikuwa anazungumza baada ya Madam Eliza, na huku alikuwa anaonekana kujifuta jasho ambalo lilikuwa linamtoka muda huo. Mungu asante. Ghafla Chinga alisikika alikuwa anazungumza hivyo, na sauti hiyo iliwafanya walimu kumtizama kwa ajili ya kujua alikuwa anamaanisha kitu gani kuzungumza kama hivyo. Hapo mbele ya basi lao waliona kulikuwa na barabara ya lami ambayo ndio walikuwa wameingilia hapo mwanzo. Kwa namna hiyo ni kwamba sasa matumaini ya kurejea mjini yalianza kuajia katika mioyo yao. Bila shaka hata dereva alikuwa anasema asante kwa ajili hiyo. Mwalimu Faustini naye alikuwa anashukuru kusema asante kwa Mungu wake, na huko alikuwa anapiga ishara ya msalaba kama kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho alikuwa amekiona. Dereva Chinga sasa alipunguza spidi na kuingia katika hiyo barabara ya lami, na hapo spidi ikaongezwa na kufanya watu kurejea nyuma kwa ghafla kwenye siti zao. Jamani Chinga, unajua spidi kali sana hii. Alikuwa anazungumza pale Madam Mary, na huko alikuwa anamtazama Chinga ambaye alikuwa anaonekana kufungulia na muziki kabisa. Madam Mary, hapa tumeshafika tayari kwenye lami. Nataka tuache mbali kabisa huo sijui mji wa mapepo ama kitu gani hicho. Alikuwa anazungumza pale Chinga na kufungulia sauti kubwa kabisa ya muziki, na hiyo iliwafanya sasa baadhi ya wanafunzi kuanza kuimba, huku vibe ilikuwa inazidi kukolia kabisa ndani ya basi. Oya Kevin, mbona sasa umekuwa mnyonge sana muda wote? We huoni tumeshatoka huko? Changamka bwana, tulikuwa kwenye hatari ujue. Alikuwa anazungumza pale Salimu na kumfanya Kevin kubaki alikuwa anatabasamu tu, na hapo kidogo mioyo yao ilianza kuingia nafuu, hasa mara baada ya kubishana na magari mengine na kufanya sasa kuamini zaidi kwamba walikuwa njiani kurejea mjini. Lakini sasa ghafla kwa mbele dereva Chinga aliweza kumwona trafiki ambaye alikuwa analinyoshia basi hilo kwa ajili ya kusimama. Ndipo mara moja Chinga alianza kupunguza breki mpaka kufika pale ambapo alikuwepo huyo mwana usalama barabarani. Ndio mkuu, habari za kazi? Alikuwa anazungumza pale Chinga, na huku alikuwa anapunguza sauti ya muziki mpaka mwisho kabisa, na huku alikuwa amefungua pia kioo cha mlango wake na kuchomoza kichwa nje. Naelekea wapi? Yule trafiki wa barabarani alikuwa anauliza pale swali, akionekana kumkazia macho Chinga. Tunaingia mjini hapo mkuu. Hii njia kwa mbele kuna ajali imetokea, na haturuhusu kabisa magari kupita hii njia, na nyinyi ndio mmekuwa ni watu wa kwanza kabisa kuzuiliwa, na magari mengine yanafuatiwa pia kusimamishwa vile vile. Kwa hivyo mnapaswa kurejea nyuma mlikotoka
kuna njia mtaiona inakata kulia. Mtaifuata hiyo njia na kisha mtakwenda kutokea mjini kabisa. Alikuwa anazungumza pale huyu trafiki, na huko alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa serious na jambo hilo. Nashukuru sana mkuu, basi hakuna shida, alikuwa anajibu pale Chinga, na huko sasa alikuwa anarudisha kichwa chake ndani ya basi, na sasa alikuwa anabadilisha gia na kufanya basi kuanza kurejea kinyume nyume mpaka ilipoonekana barabara hiyo ambayo ilikuwa nakata kulia Mwalami. Ndipo Chinga naye alipoamua kuingia ile barabara, na huko matumaini ya kurejea mjini alikuwa anaanza kuonekana zaidi. Hii barabara ambayo yule trafiki ameelekeza kwani Wachinga wanaijua? Mwalimu Sedekia alikuwa anauliza pale swali. Hapana mwalimu, hii barabara mimi sijui. Lakini kwa maelezo yake yule trafiki anasema kwamba itatufikisha mpaka mjini kabisa kama tu tutaifuatiza. Kwa hivyo acha tuone. Sawa, alikuwa anajibu pale mwalimu Sedekia, na safari ilianza mara moja. Lakini sasa katika upande wa yule trafiki, ghafla tu kwa haraka bila kutarajia alibadilika na kuwa bibi kikongwe ambaye mwanzo alionekana alikuwa anazungumza na Kevin kabla ya safari. Muda huu alionekana alikuwa na tabasamu, na huko macho yake mekundu alikuwa anaonekana kutisha kweli kweli, na kisha alitoweka ghafla tu kama moshi katika sehemu hiyo. Sasa Chinga, hebu simamisha kwanza basi pembeni, maana vyakula vipo kule chini kwenye buti, ni bora tukavitoa kabisa, maana naona njaa tayari imeshaanza sasa kutusumbua. Alikuwa anazungumza baada ya Madam Eliza kumwelekezea dereva Chinga, ambaye muda huu hakutaka kujibu kitu chochote zaidi. Alikuwa anafanya tu kama hivyo ambavyo alikuwa anaelekezwa. Taratibu sasa basi likasimama, japo bado mazingira yalikuwa ni polini sana, lakini kutokana na kuwa walikuwa na matumaini ya kukaribia mji mara baada ya kuelekezwa na yule trafiki wa barabarani, basi walikuwa hawana kabisa wasiwasi. Haya jamani, muda wa kula sasa. Wanafunzi wachache mtatoka kwa ajili ya kusaidia kubeba vyakula kwenye buti na kisha kuvingiza ndani ya basi. Ilikuwa ni sauti ya mwalimu Faustini ambayo iliwafanya sasa wanafunzi kuanza kushuka, lakini hapo walionekana wanafunzi wengi walikuwa wanashtuka kuliko vile ambavyo ilikuwa imepangwa. Jamani, vipi, mbona sasa mnashtuka kama hivyo? Alikuwa anauliza pale swali Madam Eliza. Mwalimu, kukaa ndani ya basi muda mrefu kunachosha sana, ndio maana tumeshuka ili kusudi tunyoshe miguu kidogo. Ilikuwa ni sauti ya mwanafunzi mmoja ambaye huyo alikuwa anaitwa Moses. Basi sawa, hatuka nje sana jamani, mara moja tu tunaendelea na safari. Sawa madam, tunakwenda kuchimba dawa tu mara moja. Alikuwa anazungumza pale Moses, na huku wanafunzi wengine walikuwa wanamfuata, na hapo alionekana wanafunzi kadhaa wa kike ambao na wao walikuwa wanafuata lile kundi la Moses. Na nyinyi mnaelekea wapi tena jamani? Alikuwa anauliza pale swali Madam Mary kuwaelekezea wanafunzi wale wa kike. Jamani madam, na sisi tunakwenda kuchimba dawa tu mara moja, ama kuna shida? Alikuwa anajibu pale mwanafunzi mmoja ambaye huyu alikuwa anaitwa Tausi. Sasa ndio mnakwenda kuchimba dawa sehemu moja na wavulana? Kweli kabisa jamani. Madam, mpaka hapa tumeshaogopa vya kutosha. Sasa tukienda peke yetu nafikiria kwamba itakuwaje? Si bora tuwafuate wenzetu kuliko kutengana? Alikuwa anazungumza pale Tausi na kumfanya Madam Mary kuwageukia walimu wenzie. Waache tu madam, hakuna ubaya, maana si dakika chache tu anarejea hao. Alikuwa anazungumza pale mwalimu Sedekia na kumfanya Madam Mary kuwaruhusu tu kwenda. Jamani, kuweni makini sana huko, lakini pia fanyeni haraka huko aisee. Alikuwa anazungumza pale Chinga ambaye muda huu alikuwa ndani ya basi, na huku alikuwa amenyosha tu miguu kwenye dashboard. Oya, hawa watoto kama tukiwaacha basi tutakuwa mazoba na sisi. Hebu cheki, wanavua mpaka nguo zao za ndani kabisa kwa ajili ya kujisaidia, na sisi tunawatazama tu hapa. Alikuwa anazungumza pale mwanafunzi Moses kuwaelekezea wenzake ambao nao waliligeukia kundi la wasichana ambao na wao walikuwa wanachimba dawa mbele yao kabisa. Kwa sasa tunafanyaje? Alikuwa anauliza pale swali mwanafunzi mwingine ambaye huyu alikuwa anaitwa Joseph,
Lakini Moses hapo hakumjibu kitu zaidi ya kuanza kuwasogelea wasichana wale ambao nao hawakuonyesha kabisa dalili ya kuona aibu wala nini. Wewe Tausi, mara moja tu basi, kwani kuna ubaya? Alikuwa anazungumza vile Moses, na huku alikuwa anamshika Tausi mkono. Kwa muda huo wavulana wengine 12 ambao walikuwa wamebakia na walianza kuwasogelea wasichana kwa ajili ya kufanya kama ambavyo walikuwa wamedhamiria. Hata usijali Moses, mbona utapata tu. Sema hapa ni karibu sana na walimu, wanaweza kutuona. Tusogee kule mbele kidogo. Alikuwa anazungumza vile binti Tausi na kumfanya Moses kutabasamu, hasa mara kuona kwamba hakuwa ametumia nguvu kabisa kuomba tendo hilo. Wavulana wengine 12 nao mambo yalikuwa ni yale, japo wasichana walionekana walikuwa 9 tu, huku wavulana wakiwa 12, lakini wote walionekana walikuwa nakubaliwa na wasichana hao. Na hapo sasa walikuwa nasogea porini zaidi, huku vichwani mwao walikuwa najiuliza tu imekuwaje wasichana hao warembo wamekuwa warahisi kukubali kiasi kama hiki. Lakini sasa hayo hayakuwa ni maswali ya maana sana kwao. Kile ambacho walikuwa najali ni kupata kwanza kile ambacho walikuwa nakihitaji basi. Okay, hapa sasa panatosha. Alikuwa anazungumza vile Tausi, na huku alikuwa anamsogelea Moses, huku na wasichana wengine walikuwa nafanya kama ambavyo alikuwa nafanya mwenzao Tausi, na wavulana waliobaki, yani wale 3 kati ya wale 12 walikuwa nasubiria tu zamu yao pia. Oya, fanyeni haraka basi kabla walimu hawajaanza kututafuta. Alikuwa anazungumza vile Moses kuwaelekezea wenzake, lakini ile anamgeukia Tausi kwa ajili ya kufanya jambo lake. Mapigo ya moyo yakaanza kudunda kwa kasi kubwa, hasa mara kumwona mtu ambaye alikuwa amesimama naye hakuwa tena Tausi, bali lilikuwa ni jitu ambalo lilikuwa na sura mbaya sana, huku macho makali ambayo yalikuwa na wekundu wa kutosha yakiwa yanamwogopesha ipasavyo. Hata wale wanafunzi wengine wa kike nao walibadilika na kuwa viumbe vya ajabu na kufanya kundi hili la Moses kuanza kurejea nyuma. Lakini walipotaka kupiga makelele kwa ajili ya kuomba msaada, majitu yale yaliwadaka na kisha kuanza kuwanyonya damu, na kutokana na maeneo makali ambayo walikuwa nayo, walikuwa nanyofuka na vipande vya nyama na kutafuna kwa fujo kubwa mno. Hapo sasa wale wavulana 3 ambao nao walikuwa nasubiria zamu yao walijaribu kupiga kelele kwa ajili ya kuomba msaada, japo ni kweli kabisa sauti zao zilisikika, lakini tayari ile mijitu ya kutisha ilikuwa imeshawafikia na kuanza kuwatoboa matumbo kwa kucha zao ndefu, huku maini pamoja na figo bila kusahau moyo vilikuwa vinafakamiwa kwa fujo sana, kusema kwamba majini hayo hayakuwa yamekula kwa zaidi ya siku kadhaa. Na kusema kweli kabisa, msikilizaji, haya majini yalifanya mauaji ya kutisha mno pale porini kwa wanafunzi. Maana Moses pamoja na kundi lake la wavulana 12 walikuwa wameraruliwa vibaya sana mili yao, kiasi kwamba hawakutamanika kabisa hata kuonwa na watu. Maana Moses muda huo shingo yake ilikuwa imebakia nusu, huku tumbo ulikuwa umevurugwa pale chini, damu nazo zilikuwa zimetapakaliwa kila sehemu. Jamani, hivi mmesikia hizo kelele huko? Ama ni masikio yangu? Alikuwa anauliza vile swali Madamu Eliza na kuwafanya wenzake kutizama huku ambako alikuwepo wanafunzi wao. Lakini muda huo Tausi pamoja na kundi lake walionekana kufika pale, na huku alikuwa na hema sana. Ni vipi tena, mbona mna hema sana kama hivyo, na wenzenu wako wapi? Alikuwa anauliza vile swali Mwalimu Faustini. Mwalimu, sisi tumemaliza kuchimba dawa hapa, tukawa tumetoka tunawaacha wao. Sijui alikuwa anatafuta nini huko, maana walizidi kusogea mbele zaidi. Ndio baadaye tukaanza kusikia kelele zao, tukaogopa sana, tukahisi labda kuna mnyama mkali. Ndio maana tumekimbia haraka sana kuja huko kuomba msaada. Alikuwa anazungumza vile sauti. Na hapa msikilizaji, ni kwamba Tausi pamoja na wenzake wala sio majini, bali ni namna vile ambavyo yale majini yalikuwa yamevaa sura zao kwa ajili ya kuamaliza wale vijana wote 12. Jamani, kusema kweli kabisa hali inatisha mno. Kutakuwa na kitu gani sasa kimetokea huko mpaka wanapiga kelele? Alikuwa anauliza vile swali Madam Mary, na huku muda huo Chinga na yeye alikuwa anachungulia dirishani tu kama angeweza kuona kitu chochote. Lakini ghafla moyo wake Chinga ulidunda mara 10 zaidi ya kawaida, hasa mara baada kuona kundi lake na Moses walikuwa nakuja kwa mwendo kutokea kule msituni,
na huku alikuwa anaonekana kutawaliwa na damu nyingi katika miili yao, na utumbo ulikuwa unaning'inia kwenye miili yao. Wengine walikuwa hawana kabisa vichwa, lakini miili yao ilikuwa inatembea vizuri tu. Wengine katika sehemu za vifua vyao hapakuwa na mapafu wala moyo, na kusema kweli kabisa ile hali ilikuwa inatisha mno. Mungu wangu! Chinga akajikuta alikuwa anachanganyikiwa kabisa, na huku haraka alikuwa anapiga honi kali akiwaambia waliokuwa nje kuingia ndani mara moja. Jamani, tunakufa, fanyeni haraka kuingia ndani ya basi tuondoke. Alikuwa anazungumza pale Chinga, huko sasa muda huo alikuwa anaona kabisa kwamba hakukuwa na muda wa kusubiria kifo tena, maana hakutaka kusubiria ni nani ameingia ndani ya basi, nani hajaingia. Basi lile likaanza kuondoka kwa spidi kali sana, huku kundi lile la Moses nao walikuwa karibu kabisa na sehemu ambapo lilikuwa limesimama basi hilo, na muda huo baadhi ya wanafunzi pamoja na Mwalimu Sedekia walianguka kutokana na kuteleza pale mlangoni kwenye basi, hasa mara baada ya basi hilo kuanza kutembea kwa spidi ya ghafla tu. Chinga, vipi tena? Unafanya kitu gani sasa? Huoni kama kuna watu tumewaacha huko nyuma? Alikuwa anazungumza pale Madam Mary, na huku alikuwa na hema juu. Hebu tazama kwanza kinachotokea. Hebu tazama kwanza kinachotokea au tulioacha huko nyuma. Alikuwa anazungumza pale Chinga na kufanya wanafunzi ambao walikuwa ndani ya basi hilo pamoja na walimu kutazama kupitia madirishani, na hapo walikuwa hawaamini kabisa kile ambacho walikuwa nakiona, kwa sababu waliona wenzao walikuwa naliwa nyama vibaya mno, na huku walikuwa napiga tu kelele za maumivu ya kuliwa viungo vyao na yale majini. Jamani, Mungu, tumekukosea kitu gani sisi? Madamu Eliza alikuwa anazungumza pale tu, na huku alikuwa analia muda wote, na alikuwa anafunga dirisha lake na kurudisha pazia, hasa mara baada ya kumwona kabisa mwalimu wenzake Sedekia alikuwa analiwa mapafu, na huku alikuwa anajiona, sote tutakufa. Hapo mara sauti ya Kevin ilisikika vizuri kabisa ndani ya basi hilo, na muda wote Kevin alikuwa anaonekana kutulia tu pale kwenye siti ambayo alikuwa amekaa, huku pembeni yake kulikuwa na siti tupu, kwa maana kwamba kati ya wale wanafunzi ambao walikuwa wameliwa, Salim naye alikuwa ni mmoja wao, maana na yeye alikuwa ameshuka kwa ajili ya kwenda kubeba vyakula huko kwenye buti na baadaye kwenda kuchimba dawa. Wewe, hebu acha kuzungumza ujinga basi Kevin. Nani atakufa? Ilikuwa ni sauti ya mwanafunzi mmoja ambaye huyu alikuwa anajulikana kama Agnes, ambaye huyu alikuwa anaonekana kumzidi umri Kevin. Nawaambia ukweli kabisa jamani, katika hii safari sote tutakufa. Alikuwa anarudia tena kuzungumza Kevin kauli yake kama ambavyo alikuwa amezungumza mwanzo, hali ambayo ilimfanya sasa Agnes kujawa na hasira. Ndipo alipomsogelea Kevin kwa ajili ya kumpiga, lakini Madam Mary alikuwa ameshafika ile sehemu na kuingilia kati. Hivi akili zenu ziko sawasawa kweli nyie? Hamoni kwamba tuko katika hatari, lakini nyinyi mnazidi kupigana tu shenzi kabisa. Alikuwa nafuka vile Madam Mary, na huku alikuwa anaonekana kuhesabia siti ambazo zilikuwa wazi ndani ya basi, na kujikuta alikuwa anachoka kabisa, maana mpaka kufika hapo kati ya siti 58 ni siti 32 zilikuwa wazi, kuashiria kwamba watu 32 tayari walikuwa wameshaliwa na majini yale. Hapo sasa Madam Mary aliketi chini na kuchoka kabisa, huku machozi nayo yalikuwa yanamtoka machoni, lakini hapo alipata wazo na kumtizama tena Kevin. Unamaanisha kitu gani Kevin kusema kwamba katika hii safari sote lazima tutakufa? Alikuwa anauliza pale swali Madam Mary kumwelekezea Kevin. Madam, kusema kweli kabisa hata mimi nashindwa kabisa kuamini kile ambacho nakizungumza, lakini tu itabidi muamini, maana huu mji tulioingia unaitwa roho chafu, na kusema kweli kabisa majini ya huku yamechafukwa kweli kweli roho zao. Alikuwa anazungumza pale Kevin na kumfanya sasa Madam Mary kuzishusha pumzi zake kwa nguvu. Lakini madam, hivi kweli kabisa na wewe unaweza kumsikiliza huyu mpuzi hiki ambacho anazungumza? Alikuwa anauliza pale swali Agnes na kumfanya Madam Mary kumgeukia.
Kwani Agnes, hiki ambacho kinatotokea unataka kumaanisha kwamba hujakiona ama? Alikuwa anauliza pale swali Madam Mary na kumfanya sasa Agnes kukaa kimya kwa kuishua hoja. Jamani, tumekwisha jamani. Mara sauti ya dereva Chinga ilisikika na kuwafanya sasa watu wote kugeukia mbele kutazama alikuwa anamaanisha kitu gani kuzungumza kama vile. Hapo sasa macho yao yote yaliwatoka tu, maana walijikuta walikuwa wamerejea tena kule kule katika njia ile ya mwanzo ambako kulikuwa na mashimo. Kusema kweli kabisa jamani, hii inatisha sana. Alikuwa anazungumza pale Mwalimu Faustini na huku alikuwa anasogea kabisa karibu na dereva. Fanya maarifa tugeuze kaka, huku hakufai kabisa. Alikuwa anazungumza pale Mwalimu Faustini kumwelekezea dereva Chinga. Lakini sasa tatizo ni kwamba njia ya kugeuzia ni ndogo sana. Kwani kaka, unahofia kuharibu basi la shule kuliko kuhofia maisha ya watu? Wewe pita hata kwenye vichaka tu, ili mradi tugeuze basi turejea nyuma, maana huku ambako tunakwenda ni hatari zaidi. Alikuwa anazungumza vile huyu Mwalimu Faustini na kumfanya sasa Chinga apunguze kabisa mwendo na akavamia kichaka ambacho kilikuwa pembeni kwa ajili ya kupata upenyo ageuze basi. Mara muda huo huo ilikuwa nasikika sauti ya mtoto mchanga ilikuwa nalia kutokea vichakani, na kila mtu alikuwa nasikia vizuri kabisa hiyo sauti, na hofu ilikuwa nazidi kutawala tu mle ndani ya basi, maana kile ambacho kilikuwa kinawashangaza na kusikia sauti ya mtoto mchanga alikuwa nalia porini, hali ya kuwa walikuwa wamefunga kabisa madirisha yote ya basi. Jamani, kila mtu ahakikishe kwamba hafungui kabisa dirisha. Alikuwa anazungumza vile Madam Eliza, na huku alikuwa anarejea kwenye siti yake haraka, japo kusema kweli kabisa ile sauti ya mtoto mchanga ilikuwa inatisha mno. Hatimaye Chinga naye alifanikiwa kugeuza basi, japo muda huo kwenye bodi ya gari kulionekana kama kumekwanguliwa isivyo kawaida. Safari sasa ilikuwa nazidi kusonga mbele. Mungu wangu. Madam Mary alikuwa anaguna tu mwenyewe, hasa baada ya kusoma majira kwa muda huo yakiwa yanasomeka saa 12 za jioni, na kigiza kilikuwa kwa mbali kabisa kinaanza kukaribishwa. Chinga, hakikisha vyovyote vile ambavyo inawezekana pa kabisa tutoke katika hii sehemu, maana giza nalo ndio linakaribia kama ambavyo unaona. Alikuwa anazungumza pale Madam Mary, ambapo Chinga alikuwa anaonekana kuchochea zaidi kasi ya basi, ambapo sasa basi lilikuwa linatembea spidi ya kilomita 250 kwa saa, na kutokana na kutokuwepo na magari mengi barabarani, basi lilikuwa linanyukwa gia kweli kweli. Hapo alionekana Madam Eliza alikuwa anachukua simu yake na kuanza kutafuta namba ya mwalimu mkuu wa shule yao kwa ajili ya kumpatia taarifa juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea huko. Lakini hapo akajikuta alikuwa anachukia tu, maana simu yake mtandao ulikuwa haupatikani kabisa. Kusema ukweli kabisa jamani, hali inatisha mno. Alikuwa anazungumza vile Madam Eliza, na huku alikuwa anajaribu kuambia walimu wenzake kujaribu kuangalia kama simu zao zilikuwa zinashika mtandao, lakini simu zote mambo yalikuwa ni yale yale, mtandao haukuwepo. Najua kuna wanafunzi huwa mnatembea na simu, japo mnajua kabisa kwamba sio ruhusa kumiliki simu shuleni, lakini kwa sasa hatuna namna. Kama kuna mwanafunzi mwenye simu yoyote ajaribu kuangalia kama mtandao unashika, ili kusudi tuweze hata kupiga simu polisi tupate msaada. Alikuwa anazidi kuzungumza pale Madam Eliza, na hapo sasa wanafunzi walianza kutoa simu zao mifukoni. Wengine walikuwa wanatoa kwenye mabegi na kuanza kutafuta watu ambao hawa walikuwa nawajua, lakini napo simu zilikuwa zinawasaliti tu kwa kutokushika kabisa mtandao. Lakini ghafla pale breki kali ilikanyagwa kiasi kwamba tairi moja na mbele upande wa kulia lilipata pancha na kusababisha basi kukosa uelekeo kabisa, na kujikuta lilikuwa linaacha barabara na kwenda kugonga mti mkubwa. Hali hiyo ilipelekea baadhi ya wanafunzi kuumia vibaya, huku Madam Eliza yeye alijikuta alikuwa anateguka kabisa mguu wake mara baada ya kujigonga na chuma ndani ya basi. Lakini sasa walipojaribu kutazama nje, ndipo alipoona barabarani kulikuwa na watu kama 4 watu wazima ambao walikuwa wamesimama tu, huku macho yao yakiwa ya kutisha sana kutokana na kuvuja kwa damu pamoja na wekundu wa macho ambao walikuwa na ng'ara kama taa.
Mwalimu Faustini alinyanyuka haraka kutoka pale chini ambapo alikuwa ameangukia, huku damu zilikuwa zinamtoka puani. Lakini sasa hapo alishtuka mara baada ya kumwona dereva wao alikuwa tayari ameshapoteza maisha, huku mwili wake sehemu ya kichwa kulikuwa kumesagwa vibaya mno kutokana na kukutana uso kwa uso na mti ule. Mara baada ya sekunde chache wale watu wanne walianza sasa kucheka sauti za kutisha, na huku alikuwa anasubiria lile basi kwa madaha kabisa, kumaanisha kwamba hawakuwa na haraka sana ya kufanya kile ambacho alikuwa na dhamiri ya kufanya. Jamani, tukimbieni, hakuna namna nyingine. Alikuwa anazungumza vile Madam Mary ambaye yeye hakuwa amejeruhiwa popote kabisa. Na hapo sasa walionekana walikuwa nashuka nje ya basi, huku wanafunzi nao walikuwa nashuka, na wengine walikuwa napitia madirishani kabisa kwa kuogopa kukutwa na wale majini. Lakini ndani ya basi walionekana walikuwa wamesalia wanafunzi wachache pamoja na Madam Eliza. Lakini sasa jamani, tutawacha vipi wenzetu kwenye basi na wameumia? Alikuwa anazungumza vile Madam Mary, lakini muda huo yale majini manne yalionekana kabisa yalikuwa yanakaribia basi hilo. Madam, unataka kufa ama kitu gani ambacho unahitaji? Alikuwa anauliza pale swali Mwalimu Faustini, huku alikuwa anaanza kukimbilia porini pamoja na wanafunzi wachache, japo Kevin naye alikuwa anageuka nyuma kuangalia kitu gani ambacho kitatokea kwenye basi. Na hapo alishtuka sana mara baada ya kumwona yule kikongwe alikuwa ni mmoja kati ya wale watu wanne ambao walikuwa wanaonekana kubadilika sura zao na kuwa majini ambayo alikuwa anatisha mno. Hapo sasa zilikuwa ni sauti za vilio tu vya kuomba msaada ndizo ambazo zilikuwa zinasikika, na moja kwa moja alijua kwamba tayari wenzao huko ndani ya basi walikuwa wameshafanywa vitoweo. Jamani, sasa huko ambako tunaelekea ni wapi? Alikuwa anauliza pale swali Fatuma, huku alikuwa anaonekana kuogopa zaidi, na muda mwingi alikuwa anatazama tu nyuma kama kulikuwa na hatari yoyote. Jamani, hivyo mnafikiria kwamba kwenye hatari kama hizi kuna kujua wapi ambako naelekea? Kiufupi, kila mtu apambanie tu roho yake basi. Alikuwa anazungumza pale mwanafunzi mmoja ambaye huyu alikuwa anaitwa Jackson, na hapo mioyo ya wanafunzi ilikuwa inazidi kudunda tu maradufu. Jamani, nahisi mbele kuna barabara. Mwalimu Faustini alisikika alikuwa anazungumza vile, na hapo sasa wakaanza kukimbilia tena barabarani ili kusudi kuona kama wangeweza kupata msaada wote ule. Kwa mbali zilionekana taa mbili kuashiria kwamba kulikuwa na gari ilikuwa nakuja. Kidogo sasa waliona kulikuwa na unafuu, huku wengine walikuwa nakaa chini kabisa kupumzika kutokana na kuchoka kule, japo mara nyingi macho yao yalikuwa nyuma ambako walikuwa wametoka, wasije kujisahau na kujikuta wakifikiwa na yale majini haraka sana. Mwalimu Faustini pamoja na baadhi ya wanafunzi walikimbilia barabarani na kuanza kupunga mikono yao kwa ajili ya kuomba msaada, maana hakukuwa na njia nyingine yoyote. Na kusema ukweli kabisa, furaha ilizidi sasa mara baada ya kujua kwamba lilikuwa ni basi ndio linakuja, wakijua kwamba sasa angalau walikuwa na kwenda kuchanganyikana na watu wengine. Taratibu basi hilo likasimama mbele yao, na mlango wa kuingilia ulionekana kufunguka. Hapo mara moja mwanafunzi wa kuitwa Jackson hakutaka kusubiria kuambiwa ni kipi ambacho anatakiwa kufanya, maana alikimbilia ndani ya basi hilo. Lakini kitu cha kushangaza ambacho kiliwafanya wengine kusita kuingia ndani ya basi ilikuwa ni kwamba basi ambalo lilikuwa mbele yao lilikuwa linafanana kabisa na basi lao ambalo walikuwa wametoka kupata nalo ajali dakika chache zilizopita, na hata jina la shule ambalo lilikuwa linaonekana kusomeka kwenye bodi ya basi hilo lilikuwa ni lile lile kama ilivyokuwa kwenye basi lao. Mara ghafla taa iliwashwa mle ndani, na sasa kufanya abiria waliokuwa mle ndani kuonekana vizuri. Hapo sasa mara moja walianza kurejea kinyume mara baada ya kushuhudia watu ambao walikuwa mle ndani walikuwa ni wenzao kabisa. Yaani alionekana dereva Chinga akiwa kwenye usukani wake, japo mwili wake walikuwa umeharibika vibaya sana, hata hakuwa anatamanika kabisa kumwangalia mara mbili. Muda huo pia walionekana wanafunzi wengine pamoja na Madam Eliza, nao walikuwa ndani ya ile basi, huku walikuwa nacheka kwa sauti za kutisha sana. Haraka pale pale walianza kukimbia, na sasa kila mtu alikuwa anakimbia kule ambako alikuwa anajua yeye. Maana kusema ukweli kabisa, kama ni kuchafuka basi palikuwa pamechafuka haswa. Lakini muda huo yule mwanafunzi wa kuitwa Jackson ile anataka kuruka tu nje ya basi, maana tayari alikuwa ameingia,
Madam Eliza alimdaka mkono wake kijana huyo na kuisha kuanguka chini. Jackson alifoka kwamba aachiwe. Lakini sasa majini yale hayakuwa yakielewa tusi lolote lile. Kile ambacho alikuwa na jali yao ni kwamba sasa kitoweo ilikuwa ni halali yao basi. Kijana Jackson alijaribu sana namna ya kujitoa, lakini tayari alikuwa ameshachelewa, kwa maana kwamba wanafunzi wenzake ambao hawatayari walikuwa wameshageuka kuwa majini walikuwa wanaanza kumrarua vibaya sana, na huko kila mtu alikuwa anatoka na kiungo chake ambacho alikuwa anakitaji mwenyewe. Na kusema kweli kabisa, msikilizaji, alikuwa ni maumivu makali sana, hasa pale ambapo unajiona unafanywa mauaji ya kutisha kama hivyo. Mbaya zaidi, unakuwa unajitazama namna vile ambavyo anatafuna tu figo zako sijui utumbo wako. Kwa mbali sasa, Madam Mary akiwa na wanafunzi kadhaa waliweza kusikia sauti ya Jack ikiwa nalia na kuomba msaada, na kisha ghafla ilikata. Hapo sasa mikojo ilikuwa na watoka kutokana na hofu ambazo alikuwa nazo. Tunakufa sote madam, alikuwa anazungumza pale Kevin, huku naye alikuwa anajaribu tu kukimbia kuwafuata wenzake, lakini hakukuwa na hata mmoja ambaye alikuwa anajali tena mtu mwingine, bali kila mtu sasa alikuwa anajaribu kupambania tu nafsi yake binafsi. Na kusema ukweli kabisa, mazingira ya muda huo, hususan kwenye giza kama hili, mambo yalikuwa yanatisha mno. Watu walikuwa wanaonekana kukimbia sana, lakini walifika sehemu na kuanza kusikia sauti za kutisha zikiwaita kwa majina yao. Ghafla zilisikika sauti za wanafunzi katika upande wa pili, wanafunzi ambao walikuwa pamoja na mwalimu wao Faustini. Na kweli kabisa zilikuwa ni sauti za kutisha sana, maana walikuwa wanaonekana walikuwa wanapitia maumivu makali mno ya kunyofolewa viungo vyao vya mwili. Hapo sasa ikasikika sauti ya Fatuma, alikuwa anapiga kelele mara baada kumwona Moses ambaye ndio alikuwa ni mwanafunzi mwenzao, lakini kwa wakati huo alikuwa sio binadamu tena. Alikuwa ni kama jini ambaye alikuwa anawasogelea pale ambapo alikuwa. Mara ghafla likaonekana kundi jingine na wenzao likiwasogelea, japo alikuwa anafanana kabisa na wenzao, lakini sasa wao hawakuwa tena binadamu wa kawaida, bali walikuwa wamebadilika na kuwa majini. Na kutokana na kwamba walikuwa wamewazunguka sasa wanafunzi wale pamoja na madamu wao Mary, hapo sasa hakukuwa na mtu ambaye angeweza kukimbia tena. Kilisikika kicheko cha bibi Kize mmoja ambaye ndio yule ambaye alikuwa anazungumza na Kevin kimeujiza kabla hawajaanza safari shuleni. Alicheka tu, na huko macho yake yaliyokuwa na wekundu kama nyanya iliyoiva yalikuwa yanatosha kabisa kumuonyesha huyo mtu alikuwa anatisha kwa namna gani. Madam, nisaidie, nakufa. Alikuwa anazungumza pale Asha kwa kulalamika, hasa mara baada ya Moses kumvuta mwanafunzi mwenzake huyo ambaye muda huo alikuwa anashuhudia tu utumbo wa Moses ukiwa nje. Mapafu nayo yalikuwa menyofolewa nje, na kusema kweli kabisa walikuwa natisha mno kuwatazama. Hakukuwa na mtu wa kusema kwamba atakwenda kumwokoa mwenzake, maana hata wao pia walikuwa hatarini kufa vile vile. Hapo Moses pamoja na Mwalimu Sedekia walikuwa wanaonekana kumshikilia vizuri kabisa Asha ambaye alikuwa pale chini akijaribu kujipapatua, lakini sasa haikuwa ni bahati yake, maana Mwalimu Sedekia ambaye sasa alikuwa jini alipachika mikono yake ndani ya tumbo la Asha na kufanya sasa mikono yake kuzama kabisa kwenye tumbo na kutoka pamoja na utumbo ambao huu ulikuwa unachomoka pamoja na michirizi ya damu. Hapo hapakuwa na mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuendelea kuangalia kile ambacho kilikuwa kinamtokea mwenzao, maana kilikuwa ni kifo cha kinyama mno. Lakini sasa wakiwa tu hapo katikati hapo, majini wengine walianza kuwadaka mmoja baada ya mwingine, akiwemo Kevin mwenyewe. Lakini kwa Kevin mapigo ya moyo wake yalikwenda kasi sana, hasa mara baada kugundua kwamba alikuwa ameshikiliwa na bibi Kizia yule ule ambaye alikuwa anaonekana kubadilika pale pale na kuwa jini la kutisha, huku meno yake makali yakianza kuchomoza. Watu walikuwa wanalia kwa maumivu makali sana ya kuliwa viungo vyao vya mwili, na huku alikuwa anajiona kabisa wakiwa hai, lakini hakukuwa na chochote ambacho alikuwa anaweza kufanya. Hapo Kevin naye akajikuta alikuwa anapata maumivu makali sana, hasa mara baada ya lile jini kuanza kunyonya shingo yake na kusababisha sasa kijana huyu kuanza kutapalika pale pale kwa maumivu makali ambayo alikuwa anapitia. Kusema kweli kabisa, msikilizaji, watu waliliwa vibaya sana kiasi kwamba ile sehemu yote ilikuwa imetawaliwa na damu tupu. Huku nako Kevin na taratibu alikuwa anaanza kupoteza pumzi, na giza nene lilikuwa linaanza kutanda machoni mwake na kujikuta kukiwa na giza kabisa.
We Kevin wewe, hebu amka, tumeshafika tayari. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Salim, ambaye huyu alikuwa pembeni yake akimwamsha tu Kevin, hali ambayo ilimfanya sasa Kevin kustuka kwenye usingizi, huku macho yake akionekana kuyatoa mno ndani ya basi hilo. Na hapo mapigo yake ya moyo yalikuwa yanazidi kudunda, hasa mara baada ya kushangaa kuwa na wenzake wote walikuwa salama kabisa na wala hawakuwa na hofu yoyote ile. Na muda huo tayari walikuwa wameshafika katika mji huo ambao msitu wa Ikanga walikuwa wanapatikana, na muda huo walikuwa wamepokelewa na wenyeji wa mji huo kwa ajili ya kupata maelekezo kama wageni. Hapo Kevin akajikuta alikuwa anashusha pumzi nzito sana, huku kijasho chembamba nacho kilikuwa kinamtoka kwa fujo kubwa. Vipi tena, mbona uko hivyo? Ilisikika sauti ya mtu ambaye kusema kweli kabisa iliweza kumsisimua mno Kevin, hasa mara baada ya kuitambua sauti yake. Ilikuwa ni sauti ya mtu ambaye alikuwa anahisi kwamba alishawahi kuzungumza naye, japo hakuwa na uhakika alizungumza naye siku gani. Hapo ndipo sasa alipomgeukia Salim. Nakufa. Kevin akajikuta alikuwa anapiga kelele kubwa sana, hasa mara baada ya kumwona yule bibi kizee aliyokuwa amekaa kwenye siti ya Salim. Alikuwa amekaa tena muda huu, huku macho yake akiwa mekundu kama nyanya. Msikilizaji, katika safari zetu ni lazima ama tujitahidi sana kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwanza, kwa maana kwamba yeye ndiyo mkombozi wetu wa kila kitu, hasa pale ambapo tunaingia katika shida na majaribu ya shetani. Tofauti na hapo, shetani ataendelea kututawala siku zote. Na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu fupi inayoitwa Safari ya Miujiza. Kwa kumtanguliza Mungu, tunaweza kusafiri safari zote tukiwa salama kabisa, bila kuingizwa katika nguvu za giza ama kuingia katika matatizo. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine.